Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Machi 1, siku ya Jumapili. Ni somo la 10 linalosema kukamilika katika Kristo, na leo tutaangazia mada isemayo hekima na maarifa ya Mungu. Ayubu aliuliza, bali hekima itapatikana wapi? Na mahali pa ufahamu ni wapi? Ayubu 28:12. Paulo anajibu, katika Kristo ambaye ndani yake yeye hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika. Wakolosai 2:3. Linganisha Wakorintho wa kwanza sura ya 1:30. Tukiwa na Kristo tuna kila kitu, hata kufahamu kwa hakika kusudi la maisha. Wakolosai 2:2. Kwa njia yake siri ya Mungu inayojumuisha mpango mzima wa wokovu imefunuliwa. Soma Wakolosai 2:1-7. Ni nini kusudi la Paulo la kuandika waraka huu? Neno la Kiyunani parakretosin linamaanisha kutiwa moyo au kutiwa nguvu. Wakolosai 2:2. Shauku ya Paulo si tu kuwasaidia waumini huko Kolosai kutambua mafundisho ya uongo, bali pia kuwaunganisha katika upendo wa Kikristo. Njeo, yaani wakati iliyotumika kwa vitenzi vyote viwili, kufarijiwa na kuunganishwa, inaonyesha imani ya Paulo kwamba waraka huu utafikia lengo lililokusudiwa. Hata hivyo, aliwasifu kwa ajili ya utaratibu wenu na uthabiti wa imani yenu katika Kristo. Kolosai 2:5. Neno la Kiyunani taxis lililotafsiriwa utaratibu linatumika katika Agano Jipya kurejelea taratibu za ukuhani za Haruni. Luka 1:8, Waebrania 7:11 na Melkizedek. Waebrania 5:6-10, Waebrania 6:20 na Waebrania 7:11 na 17. Lakini Paulo analitumia kuhusu utaratibu katika kanisa. Wakorintho wa kwanza 14:40. Ikiwa ni pamoja na hapa. Wakati mwingine kuna mwelekeo wa kuchukulia utaratibu na muundo wa kanisa kama desturi za kikanisa zisizo na maana ya kiteolojia. Lakini kwa kuagiza heshima au adabu ifaayo katika ibada, tazama kwa mfano Wakorintho wa kwanza sura ya 11, na kubainisha jinsi wazee na mashemasi wanavyopaswa kuchaguliwa katika Timotheo wa kwanza sura ile ya 3, Tito 1. Paulo alikuwa mwangalifu sana katika kulinda utaratibu ndani ya kanisa. Kupitia hatua hizi, hekima ya Mungu na mafundisho ya Biblia vinalindwa na kuenezwa. Kutokana na mafundisho sahihi ambayo Wakolosai walipokea kutoka kwa wahubiri wenza wa Paulo, walikuwa na uthabiti wa imani. Haiwezi kutikiswa kwa sababu imejengwa juu ya msingi imara wa Biblia ambao ukifuatwa ungesaidia kuwalinda kutokana na makosa yanayotangazwa na hao walimu wa uongo. Uzoefu wako umekuwaje kuhusu hitaji la utaratibu katika maisha yako ya kiroho? Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema.